Ili kusanyiko ambalo tunafanya kila mara kwa mara imekuwa baraka sana kwa mashujaa, sababu wakusanya mashujaa kwa pamoja, na dhumuni letu ni kurudisha tabasamu. Kwa hiyo tunapokaa pamoja tunazungumza masuala yanayohusiana na changamoto wanazopitia na tunapata ufafanuzi. Kwa kweli inawajenga, hata wanapoondoka mahali hapa wanaenda kuwa mabalozi. Maana kuna wengine wa mashujaa wa muda mrefu, kuna wengine washujaa wa muda mfupi. Kwa wanapokaa na kuona wenzao wa muda mrefu wapo bado wanaishi, inawatia moyo kuwa hata mimi kumbe naweza kuishi kwa muda mrefu, sababu saratani ugonjwa huu unawapa watu fikra sana ya kifo. Lakini wanavyoona kuwa kuna wenzao wameishi miaka 15, kuna mtu wa miaka 26 hapa yupo, shujaa wa miaka 26, kwa inawapa tumaini kwa kumbe sio kifo, kwa unaweza kuishi kwa muda mrefu. Gharama ni kubwa, sikatai, lakini sasa hivi kuna bima ya afya kwa wote. Na tumejaribu, wataalamu wamejaribu kuhamasisha watu wakate bima ya afya. Na unapokuwa na hii bima ya afya inasaidia sana kupunguza gharama nyingi ambazo zinaweza kutokea katikati hapo. Ufuatiliaji wa kliniki ni muhimu sana kwa mtu wa tatizo la saratani, kwa sababu ugonjwa wa saratani una tabia ya kukua kwa haraka na ina tabia pia ya kutapakaa kwenye mwili kama haijapata matibabu sahihi na kwa wakati unaohitajika. Kwa ni muhimu sana watu wawe wanafuata ile taratibu ya kliniki, wawe wanafuata taratibu ya matibabu, kwa sababu hata baada ya matibabu kuna kliniki za kuweza kuangalia mwili wake unaendeleaje, na vivyo kufanya kitu tunaita surveillance, kuangalia uwezekano labda kama saratani inaweza kurudi, uwezekano kama kuna changamoto yoyote ya afya ambayo imetokea anaweza akapata matibabu ya kuweza kumsaidia. Nadhani kitu muhimu ni watu wafuate matibabu. Matibabu yoyote ya hospitali yana kanuni zake na kanuni zake zinahitaji kufuatwa. Hata kwa saratani pia ina kanuni zake, una utaratibu wake, na vizuri watu wafuate. Kama kuna sehemu yoyote hawajaelewa wanaweza wakauliza ili waweze kupata ufafanuzi na kuelewa. Wengine hawakulipokea, ila wengine walilipokea, ila kuna watu wengine ambao wakawa wananiambia ugonjwa inawezekana umelogwa, twende usiyu kwa waganga, siyo wapi hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi sikutaka kuwasikiliza. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu kama hivi naendelea vizuri kabisa, na mtu mwingine hawezi kujua kama nina changamoto ya saratani. Na washauri pia mabinti wengine wasizani hii saratani inawakuta watu wazima tu, maana mimi mwenyewe nilipopata hii changamoto nilijua inawakuta tu watu wazima, kumbe hata si wenye umri mdogo tunakumbana na hii changamoto. Kwa hiyo mimi nawashauri mabinti wakafanye vipimo vya awali, kigundulika waendelee na matibabu, inawezekana unaishi pia.